Hii ni hali ambapo Mungu anafunua na kuonesha uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe kwa namna ya dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ikawa kupitia ishara, ajabu, miujiza au sauti, kusikia sauti yake, au hata kwa wingu, moto au matendo ya kipekee. Kwa hiyo katika uwepo huu wa utukufu ni Mungu anajifunua katika hali ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome baadhi ya maandiko ambayo yanatuonesha namna Mungu pia alijifunua katika neno lake katika nyakati mbalimbali katika Biblia. Tusome katika Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa sura ya 5 mstari wa 14. Nyakati wa Pili sura ya 5 13 na 14. Nyakati wa Pili sura ya 5 mstari wa 13 na Nyakati wa Pili sura ya 5 mstari wa 13 na 14 inasema, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, na nyumba ya Bwana. Mstari wa 14. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Amina. Hata ikawa wenye panda na waimbaji, panda ni kama hivi wale wanaoimba sifa, ndio vishikia sifa ambavyo vinapuliza au vinatoa sauti kwa ajili ya kumwimbia Mungu. Kwa wamejipanga kama unavyoona wanapesi walivyokuwa wameimba na hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana unapokuwa unaimba kwa ajili ya Mungu, ndugu, ya kwamba wewe umeunganisha mbingu na moyo wako na mioyo ya watu wengine. Usipoimba katika roho na kweli, unaweza kumzuia Mungu asishuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi msio kuelekeza moyo wako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwelekee Mungu. Usiruhusu mawazo aina yoyote yachukue nafasi. Huu ni wakati wa tofauti sana, ni wakati ambapo Mungu anajiachia kwa namna ya tofauti. Yuko mahali hapa na mbingu zinaachia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nilikuwa narudia hili neno kwa msisitizo. Anasema sura ile mstari wa 13, hata ikawa waipanda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, na nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Tunaona namna ambavyo sifa inaweza ikaachia uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaachia utukufu. Katika Mambo ya Nyakati wa Pili tunaona hawa walikuwa wamejipanga. Kulikuwa kuna mavinanda, sio kinanda, vinanda, matoazi, kila aina ya vitoa sifa ili kuwepo, na kila mmoja amesimama kwa sehemu yake na mioyo yao ilikuwa imeelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwa wakifanya hivyo, utukufu wa Mungu ukashuka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wingu likazingira. Na Biblia inaendelea kusema kwamba hata makuhani watumishi wa Mungu hawakuweza tena kuendelea na huduma kama ilivyokuwa hapo kwanza.
kwa sababu utukufu wa Mungu ulishuka na hawakuweza na kusimama. Hawakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja aliona ule utukufu. Kwa neno katika lugha ya Kiebrania, neno utukufu wa Mungu ina maana ya kevod yawe, ikiwa ina maana uwepo wa Mungu. Kwa uwepo wa Mungu unapotokea kwa namna ya utukufu, watu waanguka chini. Sina maana kwamba unaanguka hivi. Ni ile kuanguka kwa kuogofya na kumheshimu Mungu katika kiwango cha juu sana, na kumpa heshima Mungu, kwa sababu ule utukufu unapokuja ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hakuna mwingine wao yote mwenye uwezo na mamlaka hiyo, ni yeye. Amen. Kama ambavyo wanaona mbinguni wanaanguka na kuinuka, wanaanguka kwa utukufu wa Mungu unaposhuka, uhali na kuwaje. Ukiona watu wanaabudu lakini wamesimama tu, wengine wanaongea, wengine na mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kushuka mahali hiyo. Mwambie jirani yako kwamba Mungu hawezi kushuka. Mungu hawezi kushuka. Tunaona namna ambavyo Mungu akishuka basi utukufu wako watu wanakuwa chini, na unakuwa kwa kweli kuna hali ya wingu, kunakuwa kuna heshima na utukufu mwingi. Na hicho tu mfano mmoja nyakati fulani tulipokuwa tukiomba hizo ibada za kawaida za kinyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe akaonekana. Nakumbuka mke wangu pale katika ibada akaona kiti cha enzi, akaona ngazi, malaika wanapanda na kushuka, na amekaa katika kiti cha enzi, ukawa na utukufu mwingi. Akaona malaika mle katika kile chumba cha ibada kilichokuwa nacho, sio katika historia, ni katika hali ya uhalisia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na utukufu ulikuwa ni mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na ninakumbuka katika nyakati ile Mungu ashuke, kumwabudu Mungu katika kiwango ambacho akili yako haiwazi kitu kingine chochote na yeye peke yake. Unaanguka na unampa Mungu sifa. Walio wepo Ijumaa nadhani mliona namna ambavyo Mungu alishuka. Ndani watu walikuwa wameanguka, wamegaragara, hawakujali habari ya mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Walianguka. Tulikuwa tunampa Mungu sifa anazostahili. Ile siku ya mkesha wa usiku. Tulikuwa mahali hapa na ibada ilikuwa ni ibada ya sifa na kumwabudu Mungu. Hatukuja kwa ajili ya kuja kwa ajili ya matatizo. Tulikuja kumwambia Mungu, leo tunakuja kuliinua jina lako na kuamka. Na kweli tuliona utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali hiyo namna hiyo, Mungu huwa anashughulika na matatizo yetu katika namna ya tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome pia katika Kutoka 19 mstari wa 18 na ule wa 19. Kutoka 19 mstari wa 18. Kutoka 19:18 na 19. Kutoka 19 mstari wa 18 na ule mstari sura ya 10 mstari wa sura ya 19 mstari wa 18 na 19. Tasoma. Haleluya. Amen. Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru. Mlima wote ukatetemeka sana. Mstari wa 19. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena, naye Mungu akamwitikia kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado tuko kwenye uwepo wa utukufu. Uwepo wa utukufu ambao Mungu anajifunua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika sura hii ya 19 narudia tu kwa maana ya kuweka msitizo, mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi. Nafikiri mnafahamu mlima.
Biblia inasema mlima wote wa Sinai ulitoa moshi. Tujaribu kutafakari tunapokuwa tunasoma, hebu jaribu kutafakari neno moja baada ya lingine. Bwana Yesu asifiwe. Unaona jirani yako analala, mwambie usilale, usipitwe. Utalala baada ya hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kusikiliza neno, Mungu anakutana na mahitaji yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi, kwa sababu Bwana alishuka katika moto. Tunaona Bwana alishuka katika moto, na ule moshi wake ukapanda juu kama moshi wa tanuru. Tunaona moshi ulipanda ukaenda juu kama moshi wa tanuru. Bwana Yesu asifiwe. Na mlima wote ukatetemeka sana. Mlima ulitetemeka. Nafikiri naelewa mtu anapotetemeka. Mlima ulitetemeka. Tunaona namna ambavyo utisho wa Mungu unavyoshuka. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sauti ya baragumu ilipozidi kulia sana, Musa akanena naye. Mungu akamuitikia kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yote inaonyesha namna ambavyo Mungu anaendelea kujifunua katika uwepo huu. Tusome pia Matendo sura ya 2 mstari wa 1 na wa 4. Matendo 2 mstari wa 1. Matendo 2 mstari wa 1 na wa 4. Nafikiri wengi unafahamu huu mstari. Unatakiwa ujue atakuwa kwa kichwa, kwa sababu ni mstari wa muhimu sana. Matendo 2 mstari wa 1. Amen. Nasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukajaa ghafla, mstari wa 2, ukajaa ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu kienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa 5, ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Mstari wa 4 nasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo tumeona kwa namna nyingine anaweza akashuka kama moto, kama ndimi za moto. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja kama tulivyo leo hii. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi, kama ambavyo nyumba hii imejazwa leo na tutaenda kujazwa. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwepo huu huja kwa kusudi maalum, na mara nyingi unaonyesha utukufu wa Mungu, au unaleta ufunuo, au kuandaa mioyo kwa ajili ya jambo kubwa la kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu sana katika namna tunavyomwabudu. Lazima tuanze kubadilika. Unapoona hali kwa kweli bado, unajua kabisa kwamba bado unahitaji kwenda zaidi, na usikubali, kwa sababu Musa alikataa. Musa alisema hapana, kama uwepo wako hautaenda nasi, usichukue mali hapa mpaka uwepo wako utakwenda nasi. Kwa hata sisi pia tuhakikishe katika, kwa sababu ule utukufu ukishuka utajua tu, na utakapofikia viwango vya kufahamu Mungu sana, ni kuhakikisha kwamba siku asiposhuka utajisikia vibaya, hautakuwa sawa sawa. Utaanza kujiuliza, Mungu nimekosea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Roho hii hatujui hata Mungu anaposhuka au ashuki. Tunaona sawa tu. Hapana. Mwambie jirani yako hapana. Mungu ametufundisha roho hii, somo hili muhimu, ili tuweze kumfahamu zaidi na namna kuingia malangoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia pia uwepo mwingine, uwepo wa Mungu ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Uwepo wa Mungu ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu.
uwepo wa Mungu ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na ule mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa kwanza 6 na ule mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Amen. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala si mali yenu wenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Msali huu unaweza ukahisi kwamba ni wa watu wengine. Amen. Neno la Mungu linatuambia mwili wangu, sema mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, si mali yangu, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unapokuwa na mtazamo huo kwamba ndani yangu mimi anakaa Roho Mtakatifu, na huu ni mwili tu, huu roho moyo wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu, hautaruhusu mabaya yatokee. Unapotaka kufanya jambo lolote ambalo ni baya, utajua hakika kwamba nikifanya jambo hili nitampoteza yule rafiki aliyoko ndani yangu. Na utapokosea tu utaona amani imekata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo neno hekalu la Roho kwa Kiunani ina maana ya naosito pneumotosis, ina maana hekalu la Roho. Hii inaonyesha sasa Mungu alipo tu mahali patakatifu, kama tulivyosoma pale mahali patakatifu au mahali fulani katika mlima Sinai ambako Mungu alikuwa akitokea na kushuka. Sasa tunaona tu kwamba sasa hivi tu Mungu hayupo tu mahali patakatifu, bali anaishi ndani ya waamini. Hii ni hali ya ajabu sana na Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jitahidi sana ndani yako na ndani yangu kuhakikisha kwamba roho wa Mungu aondoke na kumwambia Mungu usiondoke. Hata siku moja hata Nikolma, mtumishi wa Mungu aliyetembea na Mungu, hashaye kusema ni heri nife kuliko kuishi bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao wamefika kiwango cha juu sana na kuona utofauti na Roho Mtakatifu na utofauti wa nje ya Roho Mtakatifu. Anasema ni heri niondoke kuliko kukaa bila Roho Mtakatifu, bila kuishi na nikawa nje ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa unaposema ni Mungu yupo ndani yetu. Hebu fikiria Mungu aliyeumba mbingu na nchi, alafu anakaa ndani yako. Wewe si mtu wa kawaida. Amen. Amen. Lakini pia njia nyingine ya uwepo ni Yesu kama uwepo halisi wa Mungu. Yesu Kristo kama uwepo halisi wa Mungu. Tusome katika Yohana 1:14. Yohana 1:14. Yohana 1:14. Yohana 1:14. Yohana 1:14 nasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Amenapigia mstari neno, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya maskani miongoni mwetu, nasi tukaona utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiunani ni neno akakaa kwetu au maskani inatokana na neno linaloitwa eskemosen. Aliweka hema, alifanya makao. Hauliwepo wa Mungu kama ilivyokuwa hema ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitendo cha kukaa kwetu, akawa katika hali ya mwili, alafu akaanza kuishi na sisi, ni sawa na ile hema kama ilivyokuwa mwanzo walikuwa katika ile desturi ya hema kutania.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika lugha ya asili na maana aweka hema. Ile kitendo kufanya akakaa kama akavaa mwili, akakaa kwetu. Na Mungu akawa pamoja na wanadamu Emmanuel. Kwa hiyo ni sawa na hali ya kusema aliweka hema na akafanya makao. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuangalie sasa utofauti wa uwepo wa Mungu katika Agano la Kale na Agano Jipya. Ni muhimu sana kufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana nyingine utofauti wa uwepo wa Mungu wakati Agano la Kale na wakati huo ambako damu ya Yesu imwagika msalabani. Agano la Jipya. Hebu tuone. Na tutaangalia kwa kifupi. Kwa ili kutofautisha tutaangalia maeneo haya mahali Mungu alipokuwepo. Kwa tutaangalia agano kwa kifupi. Agano la Kale Mungu alikuwa maeneo gani? Na Agano Jipya sasa Mungu yuko mahali gani? Lakini pia tutaangalia upatikanaji wa uwepo wake. Agano la Kale Mungu alikuwa anapatikana vipi? Na agano hili jipya Mungu au wakati wa sasa. Tunaposema agano la jipya maana ni wakati tulionao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelea vipindi vyote Agano la Kale na jipya, lakini hasa wakati huu wa Agano Jipya, wakati wa sasa. Lakini tutaangalia pia namna ya mawasiliano. Ilikuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia pia athari kwa watu wake. Lakini pia tutaangalia mfumo wa ibada na ukombozi. Kwanza na mahali Mungu alipojionyesha uwepo wake. Tuona katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale Mungu alionekana zaidi mahali maalum. Hakuonekana kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hasa katika hema ya kukutania na baadaye katika hekalu. Mungu hakuwa anaonekana kama nyakati hizi. Unaweza kuwa nyumbani kwako umemuomba Mungu akashuka. Unaweza kuwa unatembea ukashanga nguvu za Mungu zimekufufia. Ni wewe umetumwa moyo wako namna ambavyo umeweka mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa anakaa ndani yetu. Tusome Kutoka 25 mstari wa 8. Nadhani tulishausoma huu, labda tuusome kwa kifupi. Tulishausoma Kutoka 25 mstari wa 8 anasema nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Unaona katika Agano la Kale Mungu alikuwa anakaa kwenye hema la kukutania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia kwa kipindi kifupi tu hiki haya maneno ambayo ni siri ya Mungu itaidi kuifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Itaidi kushinda usingizi kwa muda mfupi huu. Ni maneno haya, ni maneno muhimu ili uweze kufahamu namna sasa unapokuwa unamuita Mungu au unapoanza kuomba uwepo wake kama hujashika usikubali. Endelea kuomba mpaka uwepo ushike. Na kama unaona basi tengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza. Sasa Mungu hawezi kushika kama moyo umempa mtu mwingine. Umempa mtu mwingine. Si mali yake. Ona moyo ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe una maamuzi ya kumpa au kutokumpa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hema ya kukutania ambayo tulikuwa tunaita tabernacle ni ishara uwepo wa Mungu kati ya wana wa Israeli. Kwa neno hema pa kukutania pale kwa tunaona ilikuwa ni sehemu maalum tu. Ndipo Mungu alikuwa anapatikana. Hema ya kukutania. Mtu anapoona hema ya kukutania tunaona kwamba ishara ya uwepo wa Mungu iko mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona tusome sasa katika hii mambo ya Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili 7 mstari wa kwanza na wa pili. Tusome hili andiko maana tunalisoma katika yale ambayo tutakuwa tumeyasoma hatujarudia kuyasoma. Kile andiko hili jipya Nyakati wa Pili 7 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati wa Pili 7 mstari wa kwanza na wa pili. Nasoma Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Mstari wa pili. Wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana.
Amen. Tunaona sasa katika ile andiko linafanana ile andiko tulilolisoma, makuhani hawakuweza tena kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa umesimama. Kwa tunaona hapa kwamba huyu Sulemani alipomaliza kuomba, ilikuwa kwamba alikuwa ni mfalme baada ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipomaliza kuomba, moto ukashuka, alipomaliza kujenga ile nyumba, akafanya ile maombi. Sulemani alianza kwanza kujenga nyumba ya Mungu kabla ya nyumba yake, katika miaka kadhaa ya kutosha. Kwa hiyo alipokamilisha akaomba, na baada ya kuomba moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na zabihu, na utukufu wa Bwana ukajaza nyumba, hata makuhani hawakuweza kuingia ndani ya nyumba ya Bwana kwa sababu utukufu wa Bwana umeijaza. Leo jaribu utukufu wa Bwana uweze kujaza nyumba ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kutoka kama ulivyoingia. Mungu anapoachia somo kama hili, anakuwa anataka yeye akae ndani yetu. Tunapojua namna utukufu wake ulivyo na namna ya kuingia, na tukiupoteza tunajua madhara yake ni nini, basi utajua namna kuutunza utukufu na kuutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika Agano Jipya tunaona uwepo wa Mungu haupo tena mahali maalum, bali umo ndani ya waamini kupitia Roho Mtakatifu. Kwa sasa utofauti katika mahali alipokuwa anajionyesha au anaonekana ni kwamba sasa hivi anaonekana kupitia Roho wake Mtakatifu ambaye hayuko mbali bali yuko ndani yako. Na kama Roho Mtakatifu hayuko ndani yako, ina maana uwepo wa Mungu hawezi kushuka. Uwepo wa Mungu hawezi kushuka. Huo ndio kweli, si? Amen. Kwa sasa anashuka kupitia Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaweza kuona maandiko machache. Tusome katika Yohana 4:21 na 24. Yohana 4:21 na 24. Amen. Nasoma. Amen. Yohana 4 mstari wa 21 24. hadi 24. Yesu akawaambia, mama, msadiki